yetu huwa mara baada ya swala ya dhuhuri fungamana na dini yetu, na muongozo wa kalima yetu hii inalenga mambo ya kiimani, mambo ya kiitikadi, mambo ya kitauhidi, yale mambo ambayo anatakiwa asifike nayo mwenye imani, na pia vile vile yale mambo ambayo anatakiwa ajiepushe nayo mwenye imani, kwa sababu yapo ambayo ni yenye kuharibu imani ya mtu na yapo ambayo ni yenye kumtoa mtu katika Uislamu. Kwa hiyo ni mambo muhimu ambayo tunataka tujifunze, tuweze kujielimisha katika dini yetu. Katika siku yetu ya leo inshallah taala tutaangalia katika neno ambalo tumelizoea kulizungumza na kulisema katika mazungumzo yetu, hasa pale inapokuwa limeshatokea jambo, pale ambapo kwamba limeshatokea jambo, limeshakuwa jambo, basi tunapenda kulitumia neno hili ambalo ni neno la kusema lau. Hili neno kwa Kiswahili linatumika hivyo hivyo, lau nisinge, lau usinge, lau isingekuwa, lau ingekuwa hivi, na hivyo hivyo katika lugha ya Kiarabu linatumika hiyo maana ya lau. Lau inatumika katika hali ya kuleta angalizo kwamba kama isingekuwa hivi, kama isingekuwa hivi, isingetokea hivi, basi ingekuwa hivi. Sasa neno hili wakati mwingine linakwenda kuharibu imani, wakati mwingine linakwenda kuchafua imani, kwa sababu katika dini limekatazwa, na katika dini jambo hili limekatazwa katika mambo ambayo yanayojitokeza katika maisha ya mtu, mambo ambayo yenye kuchukiza, mambo ambayo si yenye kuleta faida, kama vile misiba mbalimbali au kadari mbalimbali zinazompitia mtu katika maisha yake, ambayo inampelekea mtu huyo akapoteza subira, akapoteza hali ya kusubiri, akawa ni mwenye kupata tamaa, akawa ni mwenye kutoa maneno ambayo kwamba yenye kuashiria kwamba jambo lile limemkera na limemuudhi. Hivyo basi wakati huo anatumia neno lau, akimaanisha ya kwamba kama isingekuwa hivi, lau ingekuwa hivi, basi lisingekuwa hivi. Sasa hili jambo katika mtazamo wa dini yetu na mtazamo wa kiimani, jambo hili ni makosa na halitakiwi Muislamu awe ni mwenye kulitumia katika mambo, kwamba umefikwa na tatizo ambalo lenye kukuumiza, kadari, msiba katika maswaibu, jambo katika mambo ambayo si mazuri, hayakutokea vizuri kwako. Sasa ukisema kwamba lau nisingefanya hivi isingekuwa hivi, lau ningefanya hivi ingekuwa hivi, wakati huo hilo neno huwa sio zuri. Neno hilo linakuwa sio zuri na linakwenda kinyume kabisa na mafunzo ya Uislamu, kama Allah tabaraka wa taala alivyotunukulia maneno katika sura Ali-Imran aya 154. Allah anasema yaquluna, wanasema wanafiki, hal lana min al-amri min shay. Wanasema wanafiki pale ambapo kwamba yamewapata matatizo, yamewapata mitihani, basi wao wanatoa maneno ya kuonyesha hali ya kukata tamaa na kusema kwamba sisi tuna nini bwana, sisi tuna uwezekano gani bwana, lau ingelikuwa tunaweza, lau ingelikuwa tunakuwa hivi, isingekuwa hivi. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza kwenye Qur'ani katika hali ya kemeo, kwamba mtu tatizo limeshampata, mtu janga limeshampata, msiba umeshamfika, wowote katika maswaibu, kwa sababu msiba ni jambo ambalo lenye kukirihisha. Msiba si kifo tu kama mtu anavyo watu tulivyozoea. Hata ukipoteza kalamu ni msiba, ukipoteza pesa yako ni msiba,
Kama unaenda safari, gari imekukimbia, ni msiba. Watu wamekaa, umeme ghafla umekata, ni msiba. Yote ni katika aina za maswaibu. Kwa hiyo Allah anasema kueleza kwamba innal amra kullahu lillah, mambo yote yako mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yote yako mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo likiwa limekutokea jambo ambalo jambo hilo ni la lenye kukuchukiza, yani lenye kukuumiza, sio jambo la kukufurahisha, ni jambo la kukuhuzunisha, basi wewe watakiwa kwanza uelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe katika hali ya kusema yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna, kwamba wale mabwana katika miongoni mwa vita vilivyotokea, kama ilivyo vita, kuna wanaouliwa na kuna wanaua. Kwa hiyo walipotokea wale watu kuuawa katika vita vile, wakatoa maneno ya lawama, maneno ya kujilaumu na kusema lau kana min al-amri shay'un ma qutlahu, lau ingelikuwa sisi amri ni yetu, basi tusingeuawa hapa sisi. Lakini ndio hivyo, tutafanyaje sisi? Na hii pia watu wanasema sana katika maisha yetu, nitafanyaje sasa? Na ndio Allah kashanikadiria hii, nitafanyaje sasa? Hii kauli Allah inamuudhi, na hii kauli Allah inamkera, kwa sababu unaisema katika hali kama ya kulaumu. Unaisema katika hali kama ya kulaumu, sasa nitafanyaje? Ndio hivyo, sina kufanya, yani katika hali ya kulaumu. Hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala linamuudhi. Kwa hiyo hawa mabana wakasema, la ingelikuwa sisi tuna amri yoyote, basi tusingeuawa hapa. Lakini ndio hivyo, tutafanyaje? Sisi tuongozwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndio mwenye kutupitisha hapa, akatutoa hapa. Lakini ingelikuwa ni sisi wenyewe, tusingeuawa katika hali ya kulaumu, katika hali ya kutoa huzuni ya kulaumu. Kwa hiyo Allah akawajibu, akawaambia, qul, sema Muhammad, waambie, lau kuntum fi buyutikum, hata kama mngelikuwa katika majumba yenu, hata kama mngelikuwa katika majumba yenu, la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl, basi mauti yangeliwafika hao, hata kama wao katika vitanda vyao wamelala wametulia, lakini kama wameshaandikiwa, basi watauawa katika maneno hayo yaliyosimama wao. Kama Allah amewaandikia wao kuuawa, basi watauawa hata kama wamelala kwenye vitanda vyao. Hii ina maana ya kwamba wewe linapokufika jambo katika majambo ambayo litakuhuzunisha na kuhuzunisha moyo wako, hutakiwi kutoa maneno ya kulalamika. Maneno ya kulalamika, maneno hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakemea na ameyakataza. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihi an Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ihris ala ma yanfa'uka, Muislamu utakiwa ujitahidi kukupia yale ambayo ni manufaa na wewe, yale ambayo yana manufaa na wewe yakupie, yafanyie haraka, yakimbilie. Wasta'in billah, na uwe ni mwenye kumtaka msaada Allah katika mambo yako. Jambo ambalo kwamba lina manufaa na wewe, lina kheri na wewe, lifanyie haraka, likimbilie, fanya juhudi, lakini umtake msaada Allah. Wala ta'jiz anna, wala usiwe ni mwenye kuzubaa, usiwe ni mwenye kupuuza, usiwe ni mwenye kuleta ajizi. Fanya ile ambalo kwamba lina manufaa na wewe, usifanye ajizi. Wa in asabaka shay'un, ikiwa litakufika lolote baya, limekufika lolote baya, fala taqul, basi sio ukasema law anni fa'altu kadha la kana kadha wa kadha, lau mimi ningelifanya hivi ingekuwa hivi na hivi. Wa in asabaka shay'un, ikiwa litakufika lolote baya,
usije ukatoa maneno yenye kuashiria kuhuzunika, ambako wajilaumu kwamba lau ningefanya hivi ingekuwa hivi na hivi, lau ningepita huku ningepata hichi, lau ningelifanya hivi ningepata hivi. Hiyo kauli Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza. Walakin qul, lakini wewe sema, kama limekupata jambo ambalo sio zuri la kukuhuzunisha, halikuwa katika mahesabu yako, halikuwa katika mikakati yako, lakini limekufika, wewe sema tu qaddara Allah wa ma shaa fa'ala. Amekadiria Allah na alichokitaka ndo kafanya. Unaweza ukafanya juhudi fulani za kibiashara, juhudi fulani za kulima, juhudi fulani za uvuvi, juhudi fulani za kitu chochote kile, ukafanya juhudi kubwa, lakini ikawa juhudi zile pengine hazikuzaa matunda. Kwa hiyo usije ukasema lau mimi ningelifanya hivi ingekuwa hivi. Labda mtu ni mfanyabiashara wa mahindi, akasema lau ningelinunua mchele ingekuwa hivi, najuta kwa nini nimenunua mahindi. Tumenasema usiseme maneno kama hayo. Ikiwa limekufika jambo ambalo halikukufurahishi, ni jambo la kukuhuzunisha na kuikera nafsi yako, ni jambo baya, wewe sema tu qaddara Allahu wa ma shaa fa'ala. Amekadiria Allah, maana yake ameshapitisha. Allah amepitisha, na alichokitaka Allah ndicho kafanya. Kwa sababu tunaambiwa kule kwenye aya, wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, hakuna ambacho nyinyi mtataka kikawa ila mpaka Allah atake. Lolote unalofanya wewe lazima Allah atake, alipitishe ndo linakuwa. Asipolipitisha juhudi yako wewe ni bure, haitozaa chochote. Ndio kule Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani, katika surati Al-Hadid aya 22 hadi aya 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, chochote chenye kutokea katika venye kutokea, fil ardi, iwe ni katika ardhi, wala fi anfusikum, hata kama iwe ni katika nafsi zenu nyinyi, illa fi kitabin, isipokuwa hakitokei isipokuwa hiyo tayari kimeshaandikwa. Kiwe kwenye ardhi au kiwe katika maisha yenu, katika nafsi zenu, hakitokei isipokuwa tayari kishaandikwa. Min qabli an nabra, kabla hatujakiumba. Yani kabla hujaumbwa wewe, kila kitu Allah kashakipitisha. Kabla haujaumbwa na Allah, kabla Allah haja kuumba, tayari kashakupitishia mambo chungu nzima, ambao mambo hayo utayapitia katika maisha yako. Mambo hayo yatapita katika maisha yako. Sasa yanapopita, sasa usije ukasema lau ningekuwa hivi, lau ningekuwa hivi. La, hiyo lau tuiache, kwa sababu Mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam, fa inna lau taftah amala ash-shaytan. Hili neno lao linakwenda kufungua mlango wa shetani, linakwenda kufungua mlango wa shetani, ambao shetani atakupoteza na atakuingiza katika imani mbaya, na atakuingiza katika dhana mbaya, kumdhania Allah dhana mbaya. Kwa hiyo ili uzuie huo mlango, likikutokea na kukutokea wewe, usiseme lau ningefanya hivi ingekuwa hivi. Lau nisingenunua, lau nisingepita, lau nisingeenda, lau nisingekuja, lau nisinge. Hilo neno hutaki kulisema, litafungua milango ya shetani. Wewe toka useme qaddara Allah wa ma shaa fa'ala, Allah ameshapitisha na alilotaka kafanya, kuonyesha hali ya kusubiri na kushukuru. Na hapa Allah subhanahu akasema likaila ta'asau ala ma fatakum, mujue kwamba kila kitu Allah ameshakupangieni na ameshakuandikieni, ili msije mkahuzunika na yale ambayo yaliwapita katika mazuri.
si mkahuzunika kwa yale ambayo yameshawapita katika mazuri au yale yaliyowapata katika mabaya. Wala tafrahu bima atakum, wala pia msije mkafurahi mkajifakhiri kwa yale ambayo mlioyapata katika mazuri, mkajiona nyinyi ndio mmejiwezesha, nyinyi ndio wenye nguvu, umejitahidi, umepambana, umefanikiwa. Fahamu ya kwamba hayo yote hayo Allah kashakupitishia. Allah tayari ameshakuandikia katika maisha yako. Kwa hiyo usije ukajifakhiri ukajiona wewe ni mpambanaji sana, ukajiona wewe ni mtafutaji sana. Kila kitu Allah ameshakiandika, lazima kikupitie katika maisha. Kwa hiyo usije ukalitumia hili neno lau katika yale mambo ambayo yaliyokupita wewe katika maisha yako, mambo ambayo ni makruha, yenye kuchukiza, mambo yenye kuhuzunisha, mambo yenye kukera, limekupata, limekufikia, qaddara Allahu wa ma shaa faala. So lau ningekuwa hivi, lau ningefanya hivi, singekuwa hivi, lau ningemsikiliza nisingekuwa hivi. Maadamu lishakupita na lishakupata, ujue hiyo liliandikwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia kijana Muadhi, i'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma khataka lam yakun yusibaka. Fahamu na ujue na uelewe, lilokupata halikuwa lenye kukukosa, lishaandikwa likupata. Na lile ambalo kwamba lilokukosa wewe lishaandikwa likukose, halikuwa lenye kukupata. Kwa hiyo jambo likishapita, kabla halijapita huwezi kulizungumza, lakini liko limeshapita tayari, limeshapita katika maisha yako, usije ukasema lau. Wewe ni qaddara Allahu ma shaa faala. Hivyo ndivyo Muislamu anatakiwa awe, kwa sababu hili neno lau humuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hili neno lau Allah haliridhii. Inaonyesha kana kwamba wewe una nguvu na uwezo, kwamba unaweza ukabadilisha na unaweza ukaweka mambo tofauti na vile ambavyo yeye kakadiria na kapitisha. Kwamba lau ningelifanya hivi ingekuwa hivi. Ina maana wewe una nguvu zaidi kiasi ambacho kwamba mpaka unasema lau kama ingefanya hivi ingekuwa hivi, wakati Allah ndio mwenye kupitisha kila jambo. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha. Hakuna lenye kutokea lolote lenye kutokea ardhini au katika nafsi zenu isipokuwa hiyo lipo katika nini? Kitabu. Allah ameshaliandika hilo kabla halijaumbwa, tayari lipo kwenye maandishi. Sasa wewe unaposema lao ingelikuwa hivi ingekuwa hivi, kivipi? Wewe nani? Una nguvu gani ya kuweza kupitisha hivyo? Ndio maana tukasema jambo hili linakwenda kupunguza imani, na hata wakati mwingine linaweza likaitoa imani kabisa, kwa sababu ya kumdhania Allah dhana mbaya. Allah tuwafikishe katika yale ambayo yanamridhisha na tuepushe na yale ambayo yanamchukiza. Wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.